Ndugu zangu Waislamu, wacha leo nizungumze jambo ambalo mimi binafsi nimependa nilizungumze kwa sababu naona mafsadi yake makubwa sana katika jamii. Shari yake ni kubwa sana na inasambaa kwa kasi sana katika jamii. Nalo ni jambo la mpira. Mpira umekuwa ni gumzo. Mpira umekuwa ni tatizo kwa Waislamu. Mpira kwao umekuwa ni tatizo, ni homa, ni maradhi hasa ambayo hatujui tiba yake nini. Sasa ili jambo naona nilizungumza japo kiuchache kwa kadiri ambavyo Allah ataniwafikisha, kwenda akaonyeka mwenye kuonyeka na akakumbuka mwenye kukumbuka, ikawa ni msaada kwa yeye, akapata manufaa mbele ya Allah jalla wa ala. Kwa nasaha zangu anasema ma yashaku anil kura, na yoyote ambaye atafahamu yale ambayo yanachimbuka, atafahamu madhara na mafsadi na machafu ambayo yanachimbuka kutoka katika mpira, nayo ni madhara ya mtu kupoteza swala, akapoteza wakati wake katika mambo ya mpira ambayo hayana faida, na maneno machafu yanayopatikana katika mpira, wa kalamu fashi, na maneno machafu ambayo yanapatikana ndani ya mpira, na hilo lipo wazi, min la'nin wa qatl. Watu wakatukanana kwa sababu ya mpira, wakatuhumiana tu makubwa kwa sababu ya mpira, wa mkishafi aura, na kufunuliwa nyuchi, watu wanacheza uchi kwenye mipira, wa adhrari badaniya, na madhara ya kimwili ambayo yanapatikana katika mpira. Watu wapo tayari waumizane kwenye mpira kwa sababu wanacheza timu pinzani, hata kama wale ni ndugu, hata kama wale ni Waislamu, yupo tayari amvunje mguu mwenzie. Akili ya kimpira hiyo, akili ya kishaitani hiyo, yupo tayari amvunje mguu Muislamu mwenzie kwa sababu tupo timu pinzani. Mtu akachagua Simba kondo timu yake, mwingine Yanga kondo timu yake, mwingine Azam kondo timu yake, mwingine akahama akaenda mpaka kwenye vilabu vya nje ya nchi, Ulaya huko, Euro na maeneo mengine, akashabikia. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu wanasema kwamba mpira si tatizo, hakuna shari ya mpira. Mpira ndio kupelekea hivyo. Huu ni mtihani. Imefikia mahala mpaka watu wameachana kwenye ndoa zao. Mke Yanga, mume Simba. Mke Yanga, mke yupo Yanga na mume yupo Simba. Sasa siku zote watu wapinzani kwenye timu lazima wataniane na watambiane. Sijui hiyo siku Yanga ikashinda, Simba ikafungwa. Mwanamke sasa akaja kifua mbele, kashinda, akataka sasa mtambie mmewe, amtanie mmewe, akamtania maneno mbalimbali. Mume akakasirika, akampa talaka. Mume akakasirika, akampa talaka. Sababu ya ndoa kukatika, sababu ya ndoa kuvunjika nini? Mpira. Huu ni ujinga, na Waislamu wamefikia hapa. Si makafiri hawa ninaozungumza, na ni Waislamu, hawa ni Waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, bila shaka tupo ndani ya mwezi wa Shaaban, tunatafuta mwezi wa Ramadhani. Hilo lipo wazi. Ilikuwa inapendeza mno mada yetu iwe inafungamana na miezi hii miwili, maana mwezi wa Shaaban kadhalika mwezi wa Ramadhani. Lakini mimi nitakaa kando kidogo na miezi hii kwa Ijumaa hii ya leo insha Allah, kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, durus zinazofungamana na miezi hii hapa msikitini kwetu zinaendelea, walillahi alhamd. Wale ambao wanahudhuria wanaendelea kupata faida kubwa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tuna Ijumaa nyingine kabla ya kuudiriki mwezi wa Ramadhani insha Allah. Kwa hiyo fursa ipo. Wacha leo nizungumze jambo ambalo mimi binafsi nimependa nilizungumze, kwa sababu naona mafsadi yake makubwa sana katika jamii. Shari yake ni kubwa sana na inasambaa kwa kasi sana katika jamii. Nalo ni jambo la mpira. Mpira umekuwa ni gumzo. Mpira umekuwa ni tatizo kwa Waislamu, na si Waislamu tu wa kawaida, bali hata kwa baadhi ya masalafi ambao wameikubali da'wa salafia na wanajinasibisha na da'wa salafia. Mpira kwao umekuwa ni tatizo, ni homa, ni maradhi hasa ambayo hatujui tiba yake nini. Sasa ili jambo naona nilizungumze japo kiuchache kwa kadiri ambavyo Allah ataniwafikisha, kwenda akaonyeka mwenye kuonyeka na akakumbuka mwenye kukumbuka, ikawa ni msaada kwa yeye, akapata manufaa mbele ya Allah jalla wa ala kwa nasaha zangu. Mpira umekuwa ni tatizo kama nilivyozungumza mwanzo. Madhara yake ni makubwa sana. Balaa la mpira limesambaa kwa kasi sana, si kwa watoto wala si kwa vijana wala kwa watu wazima wala si kwa wazee, bali mpaka kwa wanawake. Watu hawasemeshani kwa sababu ya mpira. Watu wanapigana kwa sababu ya mpira, wanatukanana kwa sababu ya mpira, bali imefikia mahala watu wanaacha swala kwa sababu ya mpira. Hawahudhurii jamaa katika masaji kwa sababu ya mpira. Imefikia mahala mpaka watu wanaachana kwenye ndoa zao kwa sababu ya mpira. Haya ni madhara, yapo, yanasikikwa na yanaonekana na yanatokea, hakuna shaka juu ya hilo. Na madhara ni mengi, machafu ni mengi kwenye mpira ambayo hatuwezi kuzungumza hapa tukayamaliza. Sasa cha ajabu na ambacho kinashangaza sana
Katika jamii hii tulokuwa nayo hupatikana baadhi ya Waislamu ambao wanaonasibishwa na ushehe, wakasimama kwenye jamii na kwenye miji yao na vituo vyao wakazungumza kwa kinywa kipana kabisa kwamba mpira hauna tatizo, mpira hauna neno, watu waangalie mpira, washabikie mpira, ule ni mchezo tu kama michezo mingine. Kwa akawajenga watu wake kwamba mpira hauna mafsadi yoyote, mpira hauna shari yoyote, kwa watu waupende mpira na washabikie mpira. Kweli watu wakavurika na maneno yao, wakachagua vilabu vya mpira vya sampuli mbalimbali vya hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Mtu akachagua Simba kwa ndo timu yake, mwingine Yanga kwa ndo timu yake, mwingine Azam kwa ndo timu yake, mwingine akahama akaenda mpaka kwenye vilabu vya nje ya nchi, Ulaya huko, Euro na maeneo mengine, akashabikia. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu wanasema kwamba mpira si tatizo, hakuna shari ya mpira. Kuna baadhi ya Waislamu wanafikia hapa. Sababu unaitoa na hoja unaitoa, ule ni mchezo kama michezo mingine. Sasa mimi nataka tuzungumze kuhusu mchezo, tuzungumze kuhusu mchezo kabla sijaanza kutaja madhara na machafu yanayopatikana katika mpira. Tuzungumze kaida ya mchezo. Je, dini ya Kiislamu, ahlul ilmi wanazungumza vipi kuhusu mchezo? Mchezo gani unakubalika na mchezo gani haukubaliki, na wakati gani mchezo wa halali utakuwa ni haramu, wakati gani mchezo ule wa halali lakini kwa sababu kuna kitu fulani kinapatikana ndani yake basi mchezo huo utakuwa ni haramu hata kama jinsia yake si haramu. Wakati gani? Kitu cha msingi ambacho inabidi ukifahamu, kuna msingi ambao ahlul ilmi wanaozungumza katika michezo. Wanasema hivi: qad ajma'a ahlul ilmi ala tahrim kulli lu'batin ishtamalat ala muharramin مثل القمار والسب والعداوة والصد عن ذكر الله. ومكبريان hii ni qaida ya ahlul ilmi, wanazungumza. Hawa ni wanawachuoni ambao Allah amewapa taufiki ya kusoma maneno yake na kusoma maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kusoma Uislamu, wakafahamu sheria, wakajenga misingi kupitia kitabu na sunna. Kwa hiyo wanazungumza kwa uoni wa kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uoni ambao wewe huna. Wamekubaliana wanawachuoni wote wanaotegemewa juu ya uharamu wa kila mchezo ambao umekusanya jambo la haramu. Sikiliza kaida hiyo: qad ajma'a ahlul ilmi ala tahrimi kulli lu'batin ishtamalat ala muharram. Wamekubaliana wanawachuoni juu ya uharamu wa kila mchezo ambao ndani yake kuna jambo la haramu. Mchezo ambao unakusanya kitu cha haramu, basi mchezo huo ni haramu hata kama asili yake mchezo huo ni halali. Mithli alqimar, mfano kamari, ikawa mchezo huo ndani yake kuna kamari, basi mchezo huo utakuwa ni haramu. Wasab, na kutukanana, ikiwa mchezo huo ndani yake kunapatikana matusi, watu wakatukanana wakarushiana matusi mbalimbali kwa sababu ya huo mchezo, basi mchezo huo utakuwa ni haramu. Na hii ndio hali ya mpira. Hakuna dhikrillah, hakuna kumdhukuru Allah katika mpira, hakuna kumdhukuru Allah. Ni fujo, miruzi, mbwembwe, makelele, mapigano, vichambo, matusi. Hiyo ndio ada ya mpira.
wasaddi an dhikrillah wal adawa na uadui. Mchezo wote ambao ndani yake umekusanya uadui, watu wakafanyana dhulma kwa sababu ya mchezo huo, basi mchezo huo utakuwa ni haramu. Wasaddi an dhikrillah, na ikawa mchezo huo ndani yake kuna kitu ambacho kinawazuia watu na kumdhukuru Allah. Ikiwa mchezo huo ndani yake kuna kitu kinawazuia watu, hicho kitu kinawazuia watu kumdhukuru Allah, hakuna kuhudhuria durus, hakuna kuhudhuria swala za jamaa, hakuna kuswali, hakuna mtu kuipatiliza dini yake, basi mchezo wote utakuwa ni haramu. Hakuna shaka juu hilo, wanachuoni wamekubaliana juu hilo. Hiyo ni kaida ambayo kaida hii wao wameitohoa kutoka katika maneno matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa sahahahu al-Allama Muhammad Nasir Din al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi kama fi silsila an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kullu shay'in يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. haya sasa ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ile kaida, ule msingi ambao wanaochuoni wametohoa katika maneno haya matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanasemaje haya maneno? Mtume anazungumza kwa uwazi kabisa, anasema kullu shay'in, kila kitu, kullu shay'in, kila kitu, yalhu bihi ibn Adam, ambacho anapumbazika nacho mwana wa Adam, anacheza kwenye kitu hicho alafu akapumbazika nacho kitu hicho, fa huwa batilun, basi kitu hicho kitakuwa ni batil, kitu hicho kitakuwa ni batil, sio haki. Illa thalathan, isipokuwa vitu vitatu, isipokuwa michezo ya aina tatu. Mchezo wa kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja, akasema ramyahu an qausihi. Mchezo wa kwanza ni kule kurembea kwake mshale kutoka katika upindi wake. Hiyo si katika batil, hiyo ni katika haki. Mchezo wa pili akataja watadibahu farasahu, na mtu kumwadabisha farasi wake akamfundisha mapambano. Mchezo huu ni wa haki na sio batil. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akataja mchezo wa tatu akasema wa mulaabatahu ahlahu fa innahunna min alhaq, na mtu kucheza na ahli zake, akacheza na watu wake wa nyumbani, akatumia muda wake kucheza na mkewe au kucheza na mtoto wake. Hii ni haki, si batili. haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu shay'in yalhu bihi ibn adama fa huwa batilun, kila kitu ambacho mwana wa Adam anacheza kisha akapumbazika nacho kitu hicho, basi kitu hicho sio haki, ni batili, aache, hakifai. يقول الإمام العلامة ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي ورحمة الله تعالى عليه: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. sikiliza maneno na wachoni yanapozungumza. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah, na kile ambacho kinapumbaza, wama alha, na kile ambacho kinapumbaza, washaghala amma amara Allah bihi, na kikamshughulisha mtu akaacha mambo ya wajibu ambayo Allah jalla wa ala amemwajibishia, akaacha mambo ya lazima ambayo Allah amemwamrisha, basi bila shaka jambo hilo litakuwa ni haramu, hata kama jinsia yake si haramu. Huwa haramu, jambo hilo ni haramu hata kama jinsia yake si haramu, kama vile biashara na kuuza na kununua.
Ikifikia mahala kwamba wewe biashara yako inakushughulisha, ukai darasani, huna muda wa swala, hutaki dini kwa sababu biashara inakushughulisha, basi biashara kwako itakuwa ni haramu na si halali kwa wakati huo. Wama alha wa shaghala amma amara Allah bihi fahuwa manhiyun anhu, basi jambo hili litakuwa limekatazwa. Wa in lam yahrum jinsuhu, hata kama jinsia yake si haramu, haijaharamika. Kalbai wa tijara, kama vile biashara na kuuza na kununua. Hii ni kaida. Ukitazama kaida hii ambayo ameiweka al-Imam Ibn Taymiyyah, inafanana na kaida ambayo wanachuoni wengine pia wameiweka, lakini pia ndiyo kaida ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo chukua msingi huu, ingiza kila mchezo ambao unakushughulisha, ukaacha dini ya Allah, ukaacha kusoma, ukaacha mambo ya kheri, ukaacha taa, utagundua kwamba huo mchezo haufai. Je, mpira, haya mambo ambayo yalotajwa na ahlul ilmi kwenye mpira hamna? Je, hakuna kamari kwenye mpira? Je, hakuna watu kutukanana kwenye mpira? Hakuna kufanyana uadui na dhulma kwenye mpira? Hakuna watu kuzuilika na mambo ya kheri, wakaacha kuhudhuria swala za jamaa, wakaacha kukaa katika durusi, wakasoma kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika baadhi ya nyakati, kwa sababu tu kuna mechi yake, timu yake inacheza, akaacha kukaa darasani? Hakuna madhara hayo. Ni waislamu wangapi hawakai darasani kwa sababu ya mpira? Timu yake inacheza. Waislamu wangapi wanakosa swala za jamaa kwa sababu timu yake inacheza? Wengine hawaswali kabisa kwa sababu kafungwa, anatoka pale kakasirika, anakwenda nyumbani, kijua hataki tena, anakwenda kulala, timu yake imefungwa. Hakuna mpango wa swala. Ni watu wangapi? Na ndio maana al-Imam al-Allama Abdul Aziz As-Salman rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, waman alima ma yansha'u 'anil qura min daya'i salatin wa daya'i awqatin wa kalamin fahishin min la'nin wa qadbin wa inkishafi 'awratin wa adrar badaniyatin wa qila wa qala wa nisyan li dhikri Allah lam yashukka fi tahrim la'biha alladhi yansha'u anhu au ba'dahu au kama qala rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema waman alima ma yansha'u 'anil qura, na yoyote ambaye atafahamu yale ambayo yanachimbuka, atafahamu madhara na mafsadi na machafu ambayo yanachimbuka kutoka katika mpira, nayo ni madhara ya mtu kupoteza swala, akapoteza wakati wake katika mambo ya mpira ambayo hayana faida, na maneno machafu yanayopatikana katika mpira, wa kalamin fahish, na maneno machafu ambayo yanapatikana ndani ya mpira. Na hilo lipo wazi, min la'nin wa qatl, watu wakatukanana kwa sababu ya mpira, wakatuhumiana tuhuma kubwa kwa sababu ya mpira, wa inkishafi aura, na kufunuliwa nyuchi, watu wanacheza uchi kwenye mipira, wa adhararin badaniya, na madhara ya kimwili ambayo yanapatikana katika mpira. Watu wapo tayari waumizane kwenye mpira kwa sababu wanacheza timu pinzani, hata kama wale ni ndugu, hata kama wale ni Waislamu, yupo tayari amvunje mguu mwenzie. Akili ya kimpira hiyo, akili ya kishetani hiyo, yupo tayari amvunje mguu Muislamu mwenzie kwa sababu tupo timu pinzani. Yupo tayari kumfanyia uadui Muislamu mwenzie kwa sababu tupo timu pinzani. Hana thamani, hajui udugu wa Kiislamu haupo, yeye anachoangalia mpira tu. Wa adrar badaniya wa qila wa qala, na maneno ya porojo yanayopatikana ndani ya mpira. Wa nisyan li dhikrillah, na watu kujisahaulisha wakaacha kumdhukuru Allah. Na hili linafahamika, hakuna ambaye anakumbuka kwenye mabanda ya mpira watu wamejikusanya pale wanaangalia mechi zao kwamba eti kuna subhanallah, kuna la ilaha illa Allah, kuna Allahu akbar, au kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamna, si kwenye mawanja yao wala kwenye vibanda vile vya mpira. Watu ni matusi tu,
kubezana, kukashifiana, kutukanana. Hiyo ndiyo lugha ya mpira kwenye vibanda vyao, kadhalika kwenye viwanja vyao. Hakuna dhikrillah, hakuna kumdhukuru Allah jalla wa ala. Atakayefahamu madhara haya kwamba yapo katika mpira, lam yashukka, hatatia shaka fi tahrimi laibiha, katika uharamu wa kucheza kwake huo mpira, katika uharamu wa kuchezwa kwake huo mpira, hatatia shaka juu hilo. Alladhi yansha'u an dhalik, kucheza ambako hayo madhara yote yanachimbuka katika mchezo huo, au baadhi ya madhara, hatatia shaka katika hilo. Na hilo kwa mtu ambaye lengo lake ni dini na amepewa taufiki na Allah jalla wala kwa kupima maslahi na mafsadi ambayo yanapatikana katika mpira kwa kupitia uone wanaotuoni, bila shaka atafahamu kwamba mpira ni kitu kibaya na shari yake ni kubwa, inawazuia watu na kheri, inawazuia watu na dini Allah jalla wala. Watu hawasomi kwa sababu ya mpira. Huo ndio kweli. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nitataja machafu na madhara, mafsadi ambayo yanapatikana ndani ya mpira, ambayo wanawachuoni wanayataja kwenye vitabu vyao. Ni madhara mengi sana, zaidi ya madhara 40 na kitu, lakini mimi nitataja baadhi tu, machache mno kutokana na wakati. Madhara ambayo wanachuoni wanayataja ambayo yanapatikana ndani ya mpira, kwanza ni dhayaul waqt, kupoteza wakati. Watu wanapoteza wakati katika mpira, watu wanapoteza wakati katika mpira. Utaona kwamba Muislamu akiamka anawaza mpira, akilala anawaza mpira. Muda wake mwingi anatumia katika kuufikiria mpira na kuzungumzia mpira. Atapoteza muda katika kufuatilia mpira na kuwafuatilia wachezaji. Mchezaji fulani ana umri wa miaka fulani, kasoma sehemu fulani, shule fulani, mahala fulani, timu yake ya kwanza kucheza au kuchezea alichezea timu fulani, na sasa hivi kwa timu fulani. Atafuatilia mpaka mazoezi yake anayofanya kila siku, namna anavyokula, anavyovaa, mpaka mshahara anaolipwa ataufuatilia, na atakaa katika maskani na kwenye vijiwe na kuutaja mshahara huo na kuusifu na kumsifu yule mtu. Ile si mchezo, anachukua pesa kubwa. Yule ana pesa bwana, yule analipwa mshahara mkubwa. Ndio sasa huo mshahara unakusaidia nini? Wewe unamaliza muda wako, unapoteza muda wako kumfuatilia mtu wa aina hii, kufuatilia mshahara wa mtu ambao haukuhusu. Uchukue hata shilingi 100 katika mshahara wake. Ya nini kupoteza muda? Kazi kubadilisha maskani tu, umetoka hapa umekwenda pale, unamaliza muda kumzungumzia mchezaji ambaye hakusaidii chochote. Unamaliza muda kupoteza muda wako katika kujadili mshahara wa mchezaji ambao hakusaidii chochote, na huo mshahara wala hakusaidii chochote. Ukitoka hapo unakwenda kuminyana na miogo yako au dona na uono. Sasa faida yako. Halafu unaona mtu sampuli kama hii anapoteza muda katika mambo haya ya kijinga, hana uwezo wa kukaa darasani akasoma dini yake, akamsoma Allah, akamtambua Allah, akamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamtambua mtume. Utakuta anazeheka kwenye mipira, lakini hakuna chochote anachokijua katika dini ya Allah. Mjinga anamaliza muda katika mambo ambayo hayana faida. Kwa madhara yanayopatikana katika mpira ni dhayaul waqti, kupoteza wakati. Alwaqtu aghla min almali, kama anavyosema Ibn Taymiyyah, wakati ni ghali kuliko mali. Alwaqtu aghla min almali, wakati ni thamani kuliko mali, kwa sababu mali inapatikana ndani ya wakati, lakini wakati haupatikani ndani ya mali. Atashabbuh bil kuffar wa ta'dhimu ahli al-fisq. Madhara mengine yanayopatikana katika mpira ni kujifananisha na makafiri na kuadhimisha waovu. Na hilo lipo wazi. Wewe waangalie vijana tu na waangalie watoto namna wanavyonyoa,
namna wanavaa, atanyoa kama vile alivyonyoa mchezaji fulani, na atavaa kama vile anavyovaa mchezaji fulani, atatembea kama vile anavyotembea mchezaji fulani, namna watu walivyoathirika. Bali katika mahala kuna baadhi ya Waislamu watoto wao wamewaita majina ya wachezaji, wakawabandika watoto wao majina ya wachezaji makafiri wa Ulaya huko, lakini kwa sababu ya kuwaadhimisha wachezaji na kuwapenda wachezaji, anaona sasa achukua majina ya wachezaji makafiri awaite watoto wake. Majina manabii yapo, majina ya waja wema yapo, majina ya wanachuoni yapo, lakini wala hayaoni. Kwa nini? Kwa sababu akili yake ni akili ya kimpira, jahilia. Wallahu musta'an. Mimi nataja, si kwamba nafafanua, nataja tu kwa ujumla, kwa sababu nikisema nifafanue muda utakuwa ni mrefu sana. Alghiba, pia machafu yanayopatikana katika mpira ni kusengenyana, na ile lipo wazi. Simba wakikaa, watu wa Simba wakikaa kwenye maskani zao, wanawasengenya watu wa Yanga, na watu wa Yanga hivyo hivyo, hakuna la salimika katika wao, wote ni waovu, wote ni waovu katika hilo. Hawa wanawasengenya wale, wale wanasengenya hawa, hawa wanawatukana wale, wale wanawatukana hawa. Huo ndio kweli. Alhubbu walbughdhu lighairi llah, kupenda na kuchukia si kwa ajili ya Allah. Imefikia mahala watu wanapendana kwa sababu ya utimu na wanachukiana kwa sababu ya utimu. Kuna baadhi ya miji imefikia mahala Muislamu amenasa, ana shida, amekwenda kwa Muislamu mwenzie, anataka msaada, akopeshwe pesa ili imsaidie tatizo lake. Muislamu mwenzie anamnyima kwa sababu yupo timu pinzani. Si Simba yule, si Simba, si mwenzangu yule. Uislamu nake hauna nafasi. Uislamu kipindi hicho hauna nafasi kwake. Uislamu kitu chenye nafasi kwake ni utimu, ni Simba au Yanga. Inafikia mahala Waislamu wanakuwa sampuli hiyo kweli, wanakuwa hivyo. Yani mtu anampenda kwa sababu ya timu na anamchukia kwa sababu ya timu. Hampendi mtu kwa sababu ya Allah na hamchukii mtu kwa sababu ya Allah. Waislamu hali hii mbaya, tutakwenda mpaka wapi? Mpira ndio kupelekea hivyo. Huu ni mtihani wallahi, huu ni mtihani, huu ni mtihani. Imefikia mahala mpaka watu wameachana kwenye ndoa zao. Mke Yanga, mume Simba. Mke Yanga, mke yupo Yanga na mume yupo Simba. Sasa siku zote watu wapinzani kwenye timu lazima wataniane na watambiane. Sijui hiyo siku Yanga ikashinda, Simba ikafungwa. Mwanamke sasa akaja kifua mbele, kashinda, akataka sasa amtambie mmewe, amtanie mmewe, akamtamnia maneno mbalimbali. Mume akakasirika, akampa talaka. Mume akakasirika, akampa talaka. Sababu ya ndoa kukatika, sababu ya ndoa kuvunjika nini? Mpira. Huu ni ujinga, na Waislamu wamefikia hapa. Si makafiri hawa ninaozungumza, na ni Waislamu. Hawa ni Waislamu. Alqital wasibab, kupigana na kutukanana, kama nilivyozungumza mwanzo. Watu kwenye mpira wanatukanana, watu kwenye mpira wanapigana mpaka wataona meno kwenye mpira. Sababu ni mpira, si kwamba dini, sababu ni mpira. Watu wanapigana, wanaumizana kwa sababu ni mpira. Muislamu anampiga Muislamu mwenzie, Muislamu anamtukana Muislamu mwenzie kwa sababu ya mpira. Asihir, lakini pia uchawi. Kwenye mpira kuna uchawi, hasa wale ambao wachezaji na wale ambao wanadhamini zile timu. Hawa ndio ambao wanahusika sana katika mambo ya uchawi. Bali hata hizi timu za kawaida hizi, pango pakavu tia mchuzi hizi, ambazo hazilipwi, hazina chochote, pia wakienda kucheza pia nao pia waroga. Wanakwenda wanatafuta mganga wao, tunataka tushinde bwana, tuwapige 2 bila. Tunataka tushinde, tuwapige 2 bila. Tufanyie mipango. Basi wanatoa pesa zao zinakwenda bure na kufungwa na funga. Ujinga tu, pumbavu. Wanafanya uchawi, warogewa. Na ile kwa wazi kila neno la mpira kwamba uchawi ni sehemu fulani ya mpira.
bali wana itikadi kwamba kushinda ni uchawi utumike. Hilo lipo wazi. As-sukhuria wal-istihza, kufanyiana maskhara na kubezana ndio sehemu ya mpira. Hawa wanawafanyia maskhara wale, wanawabeza wale, wanawakashifu wale, na hawa wanawakashifu wale. Sehemu ya mpira hiyo. Haya yote kisheria ni haramu, hayafai, yamekatazwa na Uislamu, yamekatazwa na Allah, kadhalika yamekatazwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-tanabus bil alqab, kuchafuana kwa kupeana lakabu mbaya, kupeana majina mabaya, mara si wale koporo, mara si wale si vikorokoro, wao wenyewe wanachafuana mpaka unasikia maneno ya ajabu. Wale Simba ni wanawake tu, na Simba kikana sema Yanga ni wanawake tu. Utakuta kijana anazungumza kwamba Simba wanawake tu au Yanga ni wanawake, lakini baba yake na kaka yake ndio washabiki wakubwa wa timu pinzani yake. Kasahau kwamba kule anakusema wale ni wanawake, kuna kaka yake na baba yake. Kwa wote wale wanaona kwa mademu tu kwa sababu ya mpira. Akili ya wapi? Nauliza akili ya wapi? Wallahu musta'an. Tambihi tu kwamba mpira unaozungumza hapa ni mpira maarufu. Mpira unaozungumza hapa ni mpira maarufu ambao wanaochuoni wanaharamisha. Mpira huu hapa wa Simba na Yanga na vilabu vya nje, mpira ambao ndani yake kuna kamari, kuna kutukanana, kubezana, uchawi, kufanyana uadui, ndio mpira ambao unaozungumzwa hapa. Kama watu wataamua ni sehemu fulani ya mazoezi, kama watu wataamua ni sehemu fulani ya mazoezi, hakuna uhizibia, hakuna watu kucheza uchi, hakuna utimu, watu wamekusanyana labda saa 2 au saa 3 wanakwenda uwanjani kufanya mazoezi, muda wa swala wanawahi swala kama kawaida, muda wa darasa wanaendelea darasa zao, wanafanya ni sehemu fulani ya mazoezi. Mpira huu utakuwa ni halali, mpira huu utakuwa ni halali, si haramu. Huu mpira huu ni tofauti na huu unaozungumza hapa. Kwa watu sio kuchanganya, tofauti kabisa na mpira wa Simba na Yanga, wa Manchester United au Liverpool na vyama vingine ambavyo ninyi mnavifahamu, ni tofauti. Huu hapa ni haramu, huu wa Simba na Yanga ni haramu, ndio ambao unawafanya watu wengi wawe mbali na dhikri ya Allah, watu wengi waoze kwa sababu ya mpira. Wewe angalia tu jamii uliokuwa nayo, utajua madhara ya mpira. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam.